Nimekuja hapa leo kwa ajili ya zoezi la kupiga kura kama katiba inavyoelezea kwamba kupiga kura ni haki yangu na amani ni wajibu wangu. Kwa hiyo nimekuja kufanya jukumu langu la kikatiba. Karibu katika makala fupi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kila baada ya miaka mitano, taifa letu husimama katika daraja muhimu la maamuzi, na ni wakati ambao wananchi kwa pamoja hutumia kalamu na karatasi kuamua mustakabali wa nchi yao. Safari ya uchaguzi haianzi siku ya kupiga kura. Inaanza mbali kwenye maandalizi ya kina yanayoongozwa na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, katika afisi, kwenye vituo vya uandikishaji na hata katika mikutano ya wadau. Kazi inaendelea kwa bidii na umakini. Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Jaji George Joseph Kazi na makamu mwenyekiti Mheshimiwa Jaji Aziza Idi Swedi chini ya katibu wao Thabit Idarus Feina ilihakikisha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kila kundi katika jamii linashiriki kikamilifu katika upigaji wa kura wa mwaka 2025. Tume ya Uchaguzi wa Zanzibar ilihakikisha kila hatua inatekelezwa kwa uwazi na kwa kufuata sheria. Uandikishaji wa wapiga kura kwa awamu zote mbili, utoaji wa elimu ya wapiga kura, kupokea vifaa vya uchaguzi na mafunzo kwa watendaji wa uchaguzi. Hakika mambo yalikuwa wazi katika jamii. Si kazi rahisi, ni kazi iliyohitaji maandalizi makubwa, umakini na uadilifu. Kura haki yako, amani wajibu wako, ni kauli mbiu ambayo ilisikika kila kona, kwenye redio, kwenye televisheni na kwenye mikutano ya kijamii. Wananchi wanaelezwa umuhimu wa kushiriki, sio kwa hofu bali kwa imani na matumaini. Uchaguzi mkuu wa Zanzibar ulifanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Upigaji wa kura mapema tarehe 28 Oktoba 2025. Wapiga kura kwa hakika walijitokeza kwa wingi, wote wakijua wanashiriki katika historia. Alhamdulillah, hii zoezi tumelipokea vizuri, tunamshukuru Mungu. Na mimi kwa matatizo yangu haya ya miguu nimekuja kama dakika 5 tu, nimehudumiwa kila kitu, hakujatokea tatizo. Inshallah Mwenyezi Mungu ataleta kheri zake, kila mtu atafanya maamuzi yake kwa salama na amani. Hakuna zogo, hakuna mikwaruzo ya aina yoyote. Tuko salama tangu tumetoka majumbani mpaka tumefika hapa, hakuna tatizo. Kila kitu kilifanyika kwa utaratibu. Wazee, vijana, wanawake, wote wakiwa bega kwa bega katika kutimiza wajibu wao wa kikatiba. Waangalizi wa uchaguzi walithibitisha kuwa uchaguzi ulifanyika kwa hali ya amani, utulivu, ambapo kila mpiga kura alishiriki kupiga kura. Kwa mujibu wa uangalizi wetu wa awali, tunapenda kutoa taarifa zifuatazo. Kwa siku ya uchaguzi, vituo vya kupigia kura vimefunguliwa kwa wakati unaofaa katika maeneo mengi ya nchi. Vifaa muhimu vya kupigia kura ikiwemo karatasi za kupigia kura, wino wa kupigia kura na orodha ya wapiga kura vimepatikana kwa ukamilifu. Mazingira ya upigaji kura yamekuwa tulivu, salama na rafiki kwa wapiga kura, huku usalama ukiimarishwa na vyombo husika. Ushirikiano kati ya wadau wa uchaguzi umeonekana kuwa wa kuridhisha na umechangia kwa kiasi kikubwa katika kuweka mazingira bora ya uchaguzi. Alhamisi ya tarehe 30 Oktoba 2025, mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, Jaji George Joseph Kazi alimtangaza mgombea wa rais kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Daktari Hussein Ali Mwinyi, kwa mshindi wa kiti cha urais kwa 74.8% ya kura zilizopigwa. Na kwa kuzingatia mfumo wa uchaguzi unaotumika katika kumpata mshindi wa kiti cha urais wa Zanzibar, natamka na kumtangaza rasmi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwamba amechaguliwa kihalali na wananchi wa Zanzibar kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi baada ya kupata kura 448,892 ambazo sawa na 74%
99.8 ya kura halali zilizopigwa. Mara tu baada ya kutangazwa kwa matokeo ya urais, vyama vya upinzani vilitoa neno la shukurani. Niwashukuru sana ndugu zangu, wagombea wenzangu, kwa kauli moja kukubali kumuunga mkono Dr. Mwinyi kuwa awe rais wetu. Kufanya hivyo, moja, tukichukua historia ya mkongo wa siasa Maalim Seif aliosema kwamba maslahi ya taifa kwanza, maslahi ya Wazanzibari kwanza, lakini maendeleo ya Wazanzibari jambo la pili. Ni funzo jema tunahitaji kuliiga. Nimewashauri wenzangu, dunia leo ni dunia ya mapambano sana, ni dunia ya vurugu sana. Kama sisi wenyewe hatukuweza kusimama kidete kutatua matatizo yetu, migogoro yetu, taifa letu litaangamia kama inavyoangamia mataifa mengine. Nawaomba sana Wazanzibari, naomba sana wanasiasa wote, naomba sana vyombo vyote, tushirikiane na rais mteule Dr. Mwinyi kuhakikisha kabisa Zanzibar kwanza haki inatendeka, amani inapatikana, maendeleo yanapatikana na shida inapatikana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Tume ya uchaguzi wa Zanzibar ilifanya kazi iliyo njema. Uchaguzi si mwisho wa safari, ni mwanzo mpya wa maendeleo. Ni kipindi cha kujenga, kushirikiana na kutazama mbele kama taifa moja. Uchaguzi ndio demokrasia. Na kwa kawaida tunavyotakiwa kama wanasiasa, basi tukubali kupokea matokeo kwa maslahi ya nchi yetu. Leo nafurahi kusema kwamba wananchi wa Zanzibar wameamua. Na kwa sababu maamuzi yalikuwa ni ya wananchi na wamefanya maamuzi hayo, nichukue fursa hii kuwaomba wagombea wote na vyama vyao wakubali matokeo ili tuweze kuweka maslahi ya Zanzibar mbele. Kura si karatasi tu, bali ni sauti ya matumaini kwa ajili ya kesho iliyo bora. Kura haki yako, amani wajibu wako.